Mheshimiwa Baba Askofu Wolfgang Rais wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, Mwadhama Protas Kardinali Rugambwa, Askofu Mkuu wa Jimbo Kuu la Tabora, washamu maaskofu wakuu, washamu maaskofu wote, mapadri, mashemasi, watawa wote wa kiume na wa kike, viongozi wa serikali, kadiri ya itifaki ikizingatiwa, lakini pia ndugu na jamaa, viongozi wa madhehebu mbalimbali waliofika katika ibada hii, na waamini wote wa Kristo Mfalme jimbo la Moshi pamoja na jimbo la Kahama. Tumsifu Yesu Kristo. Wakati kama huu, neno langu kubwa kutoka kwangu ni shukrani. Shukrani kwa Mungu, shukrani kwa kanisa, na shukrani kwenu nyote, na kuendelea kuwaomba mniombee. Shukrani kwa Mungu kwa sababu kama binadamu sina maneno ya kutosha ya kumshukuru Mungu ipasavyo, bali ninasukumwa moyoni nirudi kwa mzaburi wa 116 ule mstari wa 12, nimrudishie Mungu nini kwa ukarimu wake wote alionitendea. Tena ninasukumwa bado nirudi kwa Mama Bikira Maria katika ile Injili ya Luka mstari wa 1 mstari wa 49, Mwenyezi Mungu amenitendea makuu na jina lake ni takatifu. Halafu ninarudi tena kwa maneno ya mzaburi wa 111 ule mstari wa 2, matendo ya Bwana ni makuu, yafikiriwe sana na wapendezao nayo. Kwa sababu ninapoangalia historia ya maisha yangu, hata nimefikia hapa, sijui nimefikiaje. Eti jana Baba Rogati aliongea vizuri sana, akasema eti yani Baba Minde amefikia jubilia miaka 25 kwa kustahili. Yani amestahili. Kuna wengine hata hawastahili kufikia hapo, lakini kwa kweli mimi sistahili hata kidogo kufikia hapa. Ni Mungu tu, ni neema ya Mungu tu, ni huruma ya Mungu tu imenifikisha hapa. Kwa sababu hata sijui nikoje hapa mimi katika maisha yangu. Na moja pia huyo Baba Rogati, Baba Askofu Rogati, rafiki yangu wa jimbo la Same, alikuwa anazungumza, yani mimi nimesha kufa mara 2 na nikarudi kwa muujiza. Kweli mara ya kwanza nimefia katika hospitali ya Bugando, na hali ikawa ni mbaya kabisa. Yani sijui kama nilikuwa mzima, sijui kama ni Mungu alinifufua, lakini namkumbuka Padre Kitima wakati ule ni askofu kijana kabisa 2007. Sasa yeye pale Sauti ni mwalimu na ni mkuu wa chuo. Yani kwa kweli pale mimi sijui kama nilikuwa nimekufa au nilikuwa sijafa. Ingawaje alisisitiza sana yeye na marehemu huyu kaka yangu mpendwa Padre Joseph Israel alikuwa anakaa na mimi pale wakati wote, muda wote nilikuwa nimelazwa Bugando karibu wiki 2. Sasa nafikiri siku moja walikuja, waliongea na Israeli, wakaona huyu anakufa au anakaribia kufa. Wakasema sasa sisi tunaagiza medical flight impeleke Nairobi sasa hivi. Mkuu wa hospitali akasema bado, hii ni kesi ambayo tunaiweza. Mkuu wa shirika akasema pale ni Padre Israeli, akasema mimi sasa hivi naenda agiza ndege ije. Kwa hiyo kama hamtaki, mimi ninawasiliana na ndege. Na Baba Kitima akasema nina fedha za Baba Askofu milioni 20 ziko kwangu, walikuwa wamezitoa kwa ajili ya kujenga hosteli, naenda zitoa zije sasa hivi arushwe.
Kwa kweli siku ile nikarushwa hospitali, nikapelekwa kule. Nilikuwa na wanafunzi wangu wanaosoma Roma, wanaosoma Nairobi, wawili. Mmoja wapo ni huyu Father Justin yuko hapa, nilimpeleka akamalizie masomo kule. Mwingine ni Daudi, ni marehemu. Sasa nilipofika pale, ninachokumbuka walinibeba hivi mkononi. Nilipofika pale Nairobi hospitali wanibeba hivi. Mimi naona kwamba si mtu kabisa, nimekaa kule. Mimi nimeshakufa, nikarudi kabisa. Na maaskofu nakumbuka, huyu askofu wa H by then ni rais wa maaskofu 2007 na akatumwa. Sasa niliporudi Mwanza hivi, akatumwa na maaskofu kuja kuniangalia. Nilipomwona na akaniambia, maaskofu wanakupa pole sana, nikafikiri sasa ndio ameshaona kwamba ninakufa, amemtuma rais akanisindikize. Mara ya kwanza hiyo nimekufa. Ya pili ni juzi tu kwa huyu askofu. Najua maaskofu tunapendana sana, alafu tunaposikia mmoja ni mgonjwa tunaumia sana. Mimi nilikuwa mgonjwa kidogo lakini nikapona. Baba askofu wa Same kuna kipindi ameingia katika changamoto za afya miaka miwili tu iliyopita mitatu. Sasa mimi nilikuwa naumwa kidogo. Ni siku ya Jumapili, nikamwambia katibu, mimi nimeshapona, tunaenda kumwangalia Baba Rogatus leo, lazima tuende Same. Mwambie dereva atarishe gari. Akatarisha gari, tukaondoka. Ni kwenye saa 4 tumefika nyumbani kwa baba askofu pale Same. Nimeteremka kwenye gari vizuri, lakini nasikia kwamba mbona kizunguzungu hivi, yaani si madawa nimetumia jana hajarudi. Nimefika pale askofu alipo na bado yeye ni mgonjwa, yaani na mimi nikateremka taratibu chini, nikakaa sana pale chini, siwezi kuongea, sijui niko wapi. Sasa baba askofu huyu anasema kwamba mimi eti nastahili kufanya jubilei. Yeye mwenyewe akawa ameshtuka akasema, yaani askofu kuna nini? Leta maji hapa, leta maji. Sasa ni kweli, sasa umeenda mwangalia mgonjwa, unafia kwa mgonjwa. Sasa wewe unasema kwamba mimi nastahili. Wewe unasema kwamba mimi nastahili. Sasa ningefia Same siku ile, sijui ingekuwaje kweli. Sasa baadaye wakaleta maji, nikaona kidogo nimeanza kufungua macho. Basi nikaanza katibu wangu nikaona ameishiwa na nguvu, ameanza kulia. Baadaye wakaleta maji. Nikaona kwamba inaanza kurudi. Wakaniambia twende mezani. Nikaenda mezani nikala. Basi nikarudi nyumbani. Kesho yake maaskofu walikuwa wanaanza, yaani ule mshutuko, maaskofu wa Tanzania walikuwa wanaanza mafungo. Tena kwenye jimbo la huyu baba Anthony ambaye ametuhubiria leo kule kwa masista wa sister daughters of Mary of daughters of Mary kule juu kule. Nikasema kama imeshatokea hivi kule Same, ngoja mimi niende ritiriti nikafie katikati ya maaskofu wenzangu. Basi nikaenda ritiriti, baba kiharusi alikuwa anatupa ritiriti, nikaona imekwisha, nikarudi nyumbani, nikaanza tena kupona. Kwa hiyo wewe unasema kwamba ninastahili, eti ninastahili kabisa jubilea miaka 25? Sistahili hata kidogo. Ni kwa huruma ya Mungu tu, ni kwa neema ya Mungu tu, ni kwa nguvu ya Mungu tu. Kumbe mimi naamini sana neema ya Mungu, naamini sana huruma yake na nguvu yake, ndiyo ambayo kwa kweli iliniondoa kule Nairobi. Nilikuwa mfu, nikarudishwa tena, nikaambiwa nikatibiwa Nairobi na rais. Wakati ule akatumwa. Sasa nikasema amekuja kunipa salamu za mwisho. Ndio mambo yakawa mabaya zaidi. Kumbe alikuja kwa nia njema tu, lakini unapokuwa kwenye mahangaiko ya kifo, basi. Sasa ndugu zangu, niwaambie, mimi naishi kwa huruma ya Mungu, na hata jubilei hii ni kwa neema ya Mungu tu, kwa neema ya Mungu tu. Ninatoa shukrani za dhati kwake, ninatoa shukrani za dhati kwa waamini wote wa Jimbo Katoliki la Kahama walivyonipokea
walivyonipenda na tulivyoshirikiana, yaani ushirikiano hai kabisa. Tukafanya mambo makubwa pale, mnayafahamu, si rahisi kuyataja. Shukrani kwa waamini wote wa Jimbo Katoliki Moshi. Hapo pia kulikuwa kuna maneno, nikaanza novena ya kutokuja Moshi. Novena ikaisha, siku zinakwenda tu. Nikaingia kwenye gari, nikafikiri nitakapofika hata hapo Singida nitaambiwa basi Baba Mtakatifu amekwambia rudi tu Kahama. Maana kule Kahama nilijenga kanisa kuu, na wanasema kikanisa, askofu akijenga kanisa kuu anachagua na kaburi na anazikwa upande wa kulia, na mimi nilitengeneza kabisa kaburi langu upande wa kulia. Lakini siku ambapo baba askofu mstaafu Mateo Shija anafariki, nikapata usiku, nikasema kwa nini? Huyu ni muasisi wa jimbo, mimi ni nani niziko upande wa kulia? Nikawaambia waamini anazikwa upande wa kulia, hata kama wanasema askofu aliyejenga kanisa anaweza kuzikwa. Nikaondoa, kumbe mambo yalikuwa yameshaandaliwa, yaani kaburi sio Kahama tena. Ndugu zangu, nawashukuru sana Moshi mlivyonipokea, tena wakati mbaya wa corona, lakini hata hivyo tukashirikiana tu katika sala, katika kupeana taratibu za kuweza kujikinga na ile hali. Tukapita, wengine wetu wakachukuliwa wengi, tukawazika kwa heshima kubwa, iwe ni mapadi wetu wa hapa Moshi, iwe ni wa masista wa mashirika mbalimbali. Tukatoa ushirikiano wa pekee kabisa, nikiwa mwanzo kabisa wa kipindi changu katika kuwasindikiza kwa Bwana. Hilo nawashukuru sana. Nawashukuru kwa kunipa ushirikiano wa pekee hapa Moshi. Kwa kweli, na Baba Kimario pia jana akasema, hivi mnapata wapi mahela? Hapa hatuna mahela, tuna umaskini mkubwa, tunamfunga mkanda kisinodi. Kwa hiyo mimi nimeingia hapa jimboni, nikakuta baba askofu mkuu kweli ameweka utaratibu mzuri sana wa kufanya jimbo lisiwe omba. Nikabaki pale, yani namna mbalimbali ya kusaidia jimbo. Mapadi wanalalamika michango mingi, lakini mimi naona mara nyingi ni hawa mapadi wanalalamika tu, wanaogopa. Waamini wa jimbo la Moshi ni wazuri mno na wanatupenda mno. Nyinyi mnaotutunza. Tungekuwa tumeshafunga jimbo kwa ule utaratibu alioweka baba askofu mkuu Isaac Amani, na mimi nikaja, sinodi ikatusaidia sana kuimarisha mambo hayo. Kwa kweli mimi niingie, yani niko vizuri tu, yani niko vikarieti ya Rombo, wananipenda, wananipokea sana. Vikarieti ya Vunjo wananipenda, wananipokea sana. Vikarieti ya Moshi, vikarieti ya Hai, tunatembea pamoja. Nawashukuru sana. Sasa tuko duniani, hayo mambo hayaishi. Tunapokuwa katika sala tunamwambia Mungu yachukue, Bwana Yesu tunaye kuabudu yachukue, lakini kwa sababu hayana tija, tumia nguvu yako ya kimungu yaondoe, maana yanachelewesha maendeleo ya kiroho na ya kimwili pia, ya kiuchumi. Kwa hiyo hayo yapo, lakini tuseme kwa ujumla, waamini wote wa jimbo, kuanzia vikarieti ya Rombo, vikarieti ya Vunjo, vikarieti ya Hai, vikarieti ya Moshi, kweli tunatembea pamoja vizuri sana. Kuanzia utoto wa Yesu, tunakuja vijana mpaka tena siku hizi tuna mahusiano mazuri sana na wanaitwaje, mabodaboda. Tuna uhusiano mzuri sana na wenye ulemavu, tuna uhusiano mzuri sana na WAWATA, yani halmashauri ya walei jimbo. Tunatembea pamoja, na hiyo roho ya sinodi inatusaidia sana. Sinodi Jimbo Katoliki Moshi, na hapo pia mapadi, ninafikiri hamujaingia katika teolojia
ya hiyo kauli mbiu. Yaani hii kauli mbiu tuliipata baada ya kuhangaika sana, baada ya kukusanya yale maoni na tukaona watu wanasema nini. Maana tuliwauliza watu, sasa jamani, jimbo la Moshi tunatangaza nini? Askofu wa jimbo anatangaza sinodi, sasa tuambie Wakristo nini? Yakafumuka mambo, magunia ya maoni. Na ile kamati tendaji kwa tabia yake huwa inaambiwa ifungue karatasi baada ya karatasi. Tukafungua yote karibu kwa muda wa mwezi mmoja. Wakristo wanasema nini? Wakristo walikuwa wanasema mambo mengi, lakini mengi ni machafu na mengine wana exaggerate. Sasa tukaona katika hali hii tuko Moshi, kama ni kweli tuko hivi, tufanyeje? Tulisali sana ili tuweze kupata kauli mbiu. Siku moja nikawaambia twendeni kanisani. Tukaja kanisani, kamati tendaji yote tuko karibu 60, tukaweka ekaristi takatifu, tukaabudu kwa muda wa saa moja, tunatafuta kauli mbiu. Tuliporudi katika mazungumzo hapa na pale, kana mmoja akasema, lakini kwenye kitabu cha Ufunuo ile sura ya 21 mstari wa 5, mwandishi na anasema hapo, kwa jina la Yesu ninapenda nifanye mambo yote upya. Na sisi tukasema, kwa nini tusifanye yote upya kama mambo yako hivi? Sasa turudi kwa nani? Nani atatusaidia? Tukasema turudi kwa Yesu. Ndio maana tunasema sinodi jimbo katika Kristo. Yaani tunamgeukia Kristo kwa mioyo yote, na haya yote tuliyobeba katika Kristo tusikilize na tufanye yote upya. Kwa hiyo sisi tusipomwelekea na tukamwangalia sasa, tukamwambia hali yetu iko hivi katika Kristo, wewe uliye mwana wa Mungu aliye hai, wewe unayeondoa kila uchafu, tunakuelekea, tunakusikiliza ili utupe nguvu ya kufanya mabadiliko. Sasa mapadri wangu na waamini watawa na walei, ni waombe tuendelee kufanya tafakari ya kina ya kiroho na ya kiteolojia. Sisi hatuna uwezo wa kuondoa matatizo yaliyoingia jimboni. Kuna madhaifu ambayo hungetarajia yaingie jimboni la Moshi. Moja wapo ni ulevi, lingine ni imani mkorogo. Imani mkorogo anasema imani mkorogo, yani mkorogo tu, kitu kichafu sana mkorogo. Yani unachukua mayai unakoroga, unaweka ini unakoroga, unaweka huko, unaweka papai unakoroga, unaweka yani unakoroga. Imani mkorogo, yani tunakoroga hivi imani ya Yesu tuliyopokea kwa mtume, tuliyopokea kwa Yesu, tutapata shida kubwa sana. Ni lazima tumgeukie Yesu katika Kristo. Wewe unayefahamu kila kitu, utupe nguvu na ujasiri wa kutoka humu na tukuchague wewe daima kuwa kwamba wewe ni Bwana wetu, hatuna mwingine. Kwa hiyo bado hata kama tukifunga sinodi tunafungua tunafungua jubilei ya miaka 75 ya jimbo, tunaendelea na sinodi. Tafakari yetu itakuwa ndio hiyo, maana ndiye ni Kristo tu anaweza kutuonyesha kwamba sasa katika hii miaka 75 ya kuishi tumeishije. Kumbe ninapowashukuru sana kwa hatua kubwa sana tuliyoifanya ya kutembea pamoja, ya kutembea kindugu, lakini bado kuna mengi ya kufanya, na ninaamini mapadri wangu mlio karibu na Wakristo wengine mnafanya vizuri sana. Tukiendelea hivyo na wengine ambao bado hawajaingia hapo wakaingia, mabadiliko yatatokea, kwa sababu ni katika Kristo, ni katika yeye. Sisi hatuna neema ya mabadiliko, ni yeye. Kumbe ninashukuru sana kwa hilo, lakini nitoe shukrani za pekee basi kwa mapadi wote, kwa watawa, kwa vijana wote, kwa watoto, kwa kamati kuu, kwa kamati tendaji, kwa yote ambayo mpaka sasa hivi tunafanya kwenye sinodi na imetokea kwenye mwaka wa jubilei. Na washukuru sana, na tuendelee kuomba na tuendelee kutambua kwamba hii ni zawadi ya Mungu. Ni zawadi ya Mungu katika jimbo letu, na imebeba ujumbe baada ya kuona jimbo la Moshi ambalo watu wengi wanaliona la msaada linahangaika.
ni zawadi ya Mungu. Amepeleka sinodi ili itutakase, iturudishe katika mstari wa kuwa wa Kristo waaminifu katika yeye. Tuache kugeuka geuka. Sasa tuendelee hapo. Napenda nichukue nafasi hii kushukuru hawa wapendwa wetu kutoka Austria. Thank you so much for your coming. And there was no reason to come. You have made such a long trip because of me. I'm very sorry, but then we continue to confirm our relationship and our working together. In a very special way, I thank Father Joseph. Now it's one of our priests in the diocese, but also our dear sister, and you all. You know, Father Ida, naomba uje hapa, maana wafahamu. Sasa nilikuwa kule kwao. Hapa kuna muujiza na ni lazima waumalizie. Walinialika kule kwao mwaka juzi, nikafanye Jumapili ya umisioni, si ndio pale? Na niwe uliandaa pia, wakanichangia. Ni kipindi kibaya, mnafikiri watu kwenda huko Ulaya tunapata, wakanichangia euro 5,000. Zile euro 5,000 kwa sababu ndio tunaanza, niliwaongelea juu ya multipurpose hall. Hatukuwa tumeanza kabisa. Na hapa ni lazima waone kwamba wana connection kubwa na multipurpose hall. Walipo nichangia ile euro 5,000, nikaja nikabadilisha, nikapata milioni 11. Nikamkabidhi Father Makiluli hivyo hivyo, nikamwambia ni za kwanza. Sasa baada ya hapo, kutokana na zile fedha tumesaidia tena na Amerikani, lakini naomba uwaambie kwamba sasa multipurpose hall, pamoja na kwamba sio anaambiwa wasaidie wapi na wapi, yani hii multipurpose hall ambayo wameianza hapo, sasa tunapaua, tunahitaji fedha watusaidie. So, liebe Freunde, liebe Wohltäter und Wohltäterinnen, der Bischof hat diese 5.000 Euro von euch, Pfarrer Josef und Claudia und die Familie wissen das, aber im Moment wir brauchen das Dach. Wir brauchen das Dach und er bittet, dass ihr auch eine Spende, wenn ihr zurück, eine Spende für diese Saale, für verschiedene Sachen, ein ewiges Vergelt's Gott im Voraus. Alles klar. Super. And Danke. I'll come again. Thank you so much. I'll come again. I'll come again. When I come, don't go away from me. Give me something. Wanipatie fedha. Er will wiederkommen, nächstes Jahr, glaube ich, nächstes Jahr. Und bitte, wir brauchen das Geld für diese Halle, Danke. Danke schön. Sasa ningependa kumalizia na kwa kumshukuru sana naibu askofu. Siku hizi sasa baba mcha Mungu anakasirika tunaposema naibu askofu. Sijui amesema tumuite nani? Vikari wa askofu. Are you comfortable? Nikisema vikari wa askofu, yani anachukia sana, anasema mfuate taratibu za sheria. Tumeshabadilisha zamani, hakuna vika general, hakuna wala naibu, anaitwa vikari wa askofu. Sasa vikari wa askofu mbona inakuwa nyepesi sana, haina nguvu? Maana tuna mavikari pia, tuna vikari wa Rombo, vikari. Sasa unamfananisha na mavikari wa Rombo? Haya basi, uwe comfortable. Sasa napenda nichukue nafasi hii kumshukuru sana vikari wa askofu Baba Matika. Kwa sababu gani? Kweli mimi najua tumeitirafiana jamani, hatukufanana. Mimi hii jubilee ni sawa, imekuja na mshukuru Mungu, lakini mambo ya kufanyia mchango, yani kwa Wakristo wote jimboni, yani tunasumbua Wakristo, tuna mipango mengi kuanzia kule Tarakia mpaka uwanja wa ndege mchangie na mapadi mchangie. Mimi nilisema hakuna sababu. Mimi kwa kweli kama siku hii ya leo, mpango wangu ulikuwa ni kuwa kule Maua kwa tafakari ya kumshukuru Mungu tangu asubuhi mpaka jioni. Sasa
akaja akaniambia, askofu, haiwezekani, lazima tuifanye. Nikamwambia ningetaka iwe ni siku ya sala kumshukuru Mungu, maana hiyo ina nguvu zaidi kuliko hii ya kutana, alafu tunasumbua watu na fedha, watu hawana, yani michango ni mingi jimboni, mapadi wanalalamika. Akaniambia, baba askofu, ninakuomba tu uniambie unatupa ruhusa ya kufanya hiyo jubilei au unakataa kabisa kama askofu? Basi nikatafakari, nikamwambia kama mmesema. Basi kwa kweli akaondoka, akaniambia, baba askofu, mimi naamini kwamba umesema jubilei ifanyike. Nikasema sawa padri. Kwa kweli kama si yeye hii jubilei haingekuwepo. Nakushukuru sana baba. Sasa maaskofu hangekuja. Naona maaskofu waliokuja kwa wingi. Najua maaskofu ni mitume wale wa Yesu. Ni zawadi kubwa sana. Hawa ni wale wameshika nafasi ya mitume wa Yesu, na wamemiminika kweli karibu Tanzania nzima. Kama sio wewe baba Matika, hawangekuwepo, ningekuwa maua wakati huu. Kwa hiyo na wewe unaona umepata baraka sana. Kweli nakushukuru sana kwa sababu basi tumeitirafiana, tunaona kwamba kuna mambo mengine ya maana zaidi. Lakini akaniambia, wewe unaona kwamba watu kuja kumshukuru Mungu kwa ajili yako, watu wote baba askofu, sio kitu. Nio unataka kwenda kusali mwenyewe maua. Sasa hapo nikaona kwa kweli basi wanasema kwa Kilatini wanasema Vox Populi Vox Dei. Hayo wanayosema watu ndio Mungu anasema. Nikasema basi jubilei iwepo. Ndio maana imekuwepo leo. Asante sana Vicar General. Asante sana kange. Mababa askofu, na washukuru sana kwa kufika. Uwepo wenu kwa wingi hivi ni baraka kubwa katika jimbo letu. Tupende tusipende. Na mimi nawaomba sana mababa askofu, tuendelee kutunza huu umoja wetu. Urika wetu wa maaskofu una nguvu kubwa sana, na unaleta baraka kubwa sana mahali tulipo, na unaleta faraja, na unaleta matumaini kwa watu kwamba tuna mababa wa kiroho kama hawa, tuna watu wanaotutetea kama hawa. Kumbe mababa, mmefanya kazi kubwa sana, mmefanya jambo la furaha sana. Nawashukuru mno, nawashukuru sana. Nikuombe wewe baba rais, wewe ni rais kijana tu, yani rais ungekuwa rais wale marais wa zamani kama baba Mgulunde alivyokuwa anatuhimiza kwamba ni lazima askofu ambaye yani hatimizi umoja, hana umoja na wengine, atoke andike barua kwa Baba Mtakatifu. Anaona wewe ni mwema, unaongea taratibu na sisi, utuhimize tuwe na umoja, tuwe na umoja na uaminifu kamili katika umoja wetu na upendo, kwa sababu yani ni tofauti kabisa, ni watu tofauti kabisa duniani, ni mitume wa Yesu, ni alama za Yesu huku duniani. Na hivi tunapokuwa na umoja ni nguvu kubwa sana, ni matumaini makubwa sana, faraja kwa kanisa, lakini kwa watu tunaohudumia, kwa jamii, na mimi hata kwa serikali. Kwa hiyo naomba sana mababa, kitu mnachokifanya leo na tunafanya mahali pengi sana. Sijui Mungu Roho Mtakatifu ameleta zawadi gani, na naona siku hizi tunakwenda kwa wingi. Tuje tu, hata kama tunaumwa tufie huko, ili maaskofu waanze safari ya kwenda kuzika wale walioko pale. Tuanze safari. Ni heshima sana askofu kufia miongoni mwa maaskofu. Twende huko tukafie huko, ili tupelekwe sasa. Wanaanza maandamano ya kwenda kutuzika. Ni baraka kubwa sana. Si ndio maana nilikuja mafungo kule Mbulu, nikasema potri ambali nifie huku kati ya maaskofu. Ni baraka kubwa sana kufia kati ya maaskofu. Nawashukuru sana maaskofu. Sasa baba yetu Lebuni lazima tumseme. Baba, naomba usimame. Nilikuwa na mahangaiko kweli kwamba haupo. Baba Lebuni yupo. Simama baba. Huyu ni mlezi wetu wa sinodi. Ametembea na sisi, tumefanya wiki ya neema, yani tukaanzia kule Rombo, tukawa naye kwenye parukia ya Mkuu Mama ya Mtakatifu Katarina tangu asubuhi mpaka jioni. Watu ni wengi, wamejaa, wanamsikiliza yeye tu. Tukarudi vikarieti ya Vunjo, tukaenda Kilema Mama. Watu ni wengi,
yaani pale uwanjani hakutosha barabara yote, wanamsikiliza sauti yake. Ni namna gani tunaweza kuwa Wakristo wema, tuachane na mambo ya kipumbavu? Ni huyu. Tukaja vikarieti ya Moshi hapa, kanisa kuu limejaa, wanamsikiliza yeye tu. Yaani jamani, tukasema sasa baba hata anko, wakati mwingine anamwambia maji, anasema hakuna shida, twende. Tukaenda vikarieti ya Hai, yaani tangu Ijumaa, tangu Jumamosi mpaka Jumamosi nyingine, ilikuwa ni wiki ya neema. Tunaye baba tu katika jimbo letu. Asante sana baba, makofi na vigelegele kwake. Sasa ninaomba baba wa Mahenge uje hapa. Huyu alitupa mafungo. Huyu ni baba wa ajabu, amejaa upendo wa ajabu. Hata leo amefika saa 8 ya usiku, saa 8 ya usiku ameingia. Baba, naomba uje hapa useme neno. Alitupa mafungo akiwa mwaka wa kwanza wa askofu. Sasa hivi ana miaka 31 ya uaskofu. Msimuone hivi, 31 ya uaskofu. Kwa hiyo baba, tunakushukuru kwa kufika na unavyopenda Moshi. Kila wakati ananiambia wewe Shimboni Shafo, mimi simjibu. Sasa tunakushukuru sana baba kwa kufika na kwa kutupa mafungo usiku. Aliingia usiku akakuta tumeshafunga, milango imeshafungwa kule ambapo alikuwa alale, akajalala na waseminaristi, na mmoja wapo ni huyu amekufa juzi, Padre Joseph Israeli. Karibu sana baba.